akiwa kwenye kasi kubwa kabisa ya kile ambacho anasema tuzo ya amani ya Nobel, ambayo mwaka 2018 ilivyokwenda kwa Abiy Ahmed na tuzo iliyokwenda kwa Barack Obama, ni katika tuzo ambazo zimewahi kumkera zaidi Rais Donald Trump na kuamini kuwa kama dunia haimtendei haki, kuwa yeye alistahili sana kupewa tuzo ya amani ya Nobel kuanzia kipindi katika awamu yake ya kwanza. Sasa awamu ya pili imekuwa na spidi kubwa ya yeye kuhakikisha kuwa huenda akaipata tuzo ya amani ya Nobel kwa kuhakikisha kuwa anatimiza baadhi ya vitu ambavyo anahisi na kuamini kuwa vinampeleka kwenye nafasi nzuri kabisa ya kuwa yeye mmoja wa watu ambao wanastahili tuzo ya amani ya Nobel. Donald Trump, rais wa Marekani. Chini ya saa 72 tangu atoke kwenye hotuba yake katika Baraza la Usalama au katika mkutano wa UNGA 80, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anabadilisha kauli yake ya kuendelea na vita vya Gaza, na sasa anakubaliana na mpango ulioandaliwa na Donald Trump wenye vifungu 21 ambavyo ndani yake vinaainisha baadhi ya mambo ambayo yatatekelezwa pale Gaza. Saa 72 zinambadilisha Netanyahu na kuamua kukubaliana na kusukuma mpira uende kwa Hamas na wao waamue kipi wanachokiona. Amani iwe nawe. Peace be upon you. Assalamu alaikum. Bila ya shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na mambo yako. Mimi huwa ninapaki popote nikipata fursa ya kuzungumza. Najua kuwa mmekuwa mkinisubiri niweke comment yangu kwenye hili swala, na wanaonifuatilia sana wanafahamu kuwa nimeshalizungumza hili swala kupitia vyombo vya habari vya ndani, lakini vya kimataifa nimeshazungumza katika kipindi hiki. Nimezungumza asubuhi, nimezungumza jana, nitazungumza baadaye, na sehemu nyingi. Kwa wale mnaonifuatilia mnajua kabisa nimeshaelezea na msimamo wangu na uelewa wangu kuhusu haya makubaliano. Sasa nataka nikuelezee wewe ambaye hufuatilia hizi channel zetu za YouTube, maana kwingine labda hunipati. Nataka kuelezea kuhusu hiki kinaitwa mpango kamili wa kumaliza vita vya Gaza, ambao unaonekana umeungwa mkono na baadhi ya nchi za Kiarabu, umepongezwa. Ukinukuu kauli aliyoitoa katika mkutano wa Umoja wa Mataifa, pembeni ya mkutano wa Umoja wa Mataifa, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema huu ndio mpango bora zaidi. Lakini baadhi ya nchi nyingi zimekubali mpango huu kuwa huenda ni mpango mzuri. Ni vigumu sana kugundua baadhi ya vitu. Hasa unaweza kusema kuwa unajua kuna viongozi ambao huingia madarakani katika kipindi, halafu baada ya pale anakuwa hayupo. Au kuna viongozi mfano ya Trump awamu yake ya kwanza alikuja, hakuwa mtu anayejua siasa sana. Kwa hiyo mambo mengi pia alikuwa hayajui au huenda kufuatilia hakuwa nayo. Kwa hiyo kuna vitu vingi vilimpita. Na ndio maana watu walimkebehi alivyozungumzia mgogoro wa Armenia na Azerbaijan. Akasema amesuluhisha mgogoro wa Albania na Azerbaijan badala ya Armenia na Azerbaijan. Yani hata haelewi Armenia, Azerbaijan, yani jinsi zilivyo. Albania ilipo na Armenia ilipo na Azerbaijan ilipo. Ni mtu ambaye si mwelewa sana wa hivi vitu, na ndio maana amekuwa kuna vitu anakwenda nje ya mstari. Mara nyingi anaropoka, unaweza kusema hivyo. Sasa nataka kuzungumza kidogo kuhusu haya makubaliano, au hiki kinaitwa usitishaji rasmi wa vita vya Gaza. Ukisikia na ukisoma vifungu, kama bado hujawahi kufuatilia hii siasa au huelewi maandishi ya kimkataba, utagundua kuwa moja mikataba bora kabisa, mizuri, lakini umeandikwa kwa ustadi mkubwa sana kuficha baadhi ya vitu ambavyo ndio matatizo makubwa ya msingi yanayopelekea mgogoro huu mpaka leo. Nitakuambia baadhi. Mkataba huu au makubaliano haya yanasema kuwa kutakuwa na usitishaji kamili wa vita. Israeli kama itakubaliana na Hamas katika usitishaji huu, itawachukua saa 72 kutoshambuliana kwa namna yoyote. Yani halitorushwa jiwe wala manati haitotumika wala kombora halitorushwa ndani ya saa 72. Zitapomalizika saa 72, katika utulivu huo Hamas watatakiwa kuachilia mateka wote 48, waliokufa na walio hai. Israeli itaachilia mateka 250 ambao walikuwa wamepewa hukumu za kifungo cha gerezani maisha,
halafu itaachilia watu 1700 ambao iliwachukua kutoka Gaza baada ya mashambulizi ya Oktoba 7. Halafu baada ya hapo kutaendelea ubadilishanaji wa hali. Katika kipindi hicho tu, baada ya umalizaji ubadilishanaji wa wafungwa, Hamas watatakiwa, wapiganaji wa Hamas watatakiwa kujisalimisha na kukabidhi silaha zao, wale na watapewa msamaha. Wale ambao watataka kubaki kwenye nchi watashirikiana na raia wengine na msamaha watapewa. Wale wanataka kuondoka wako radhi, wako huru kuondoka kwenda nchi yoyote, na ambao pia wanaweza wakaruhusiwa kurudi wakati mwingine. Hiyo ndio inasema hivyo. Lakini mpaka Hamas yanakabidhi silaha, IDF watakuwa bado kwenye maeneo ya Gaza, sio kuwa watakuwa wameondoka. Halafu katika ifungu hivi kuwa usambazaji wa misaada utaingia kwa kufata masharti ya mkataba wa awali wa tarehe 19 Januari. Ule mkataba ulitaka kuwa kwanza Israeli atakagua bidhaa gani zinatakiwa kuingia, halafu ataruhusu kwa kiwango anachoona kinastahili. Mipaka ya Rafah na Ezet itafunguliwa chini ya usimamizi wa makubaliano ya Januari 19. Yaani ndani ya mikataba ile ilikuwa hiki kiingie, hiki kisiingie, hiki kifanye nini, hiki kiingie. Sasa hapo ndio kwenye ukakasi. Israeli na IDF yake ni washirika wa vita pamoja na Marekani. Hamas ni washirika wa vita na washirika wao. Hamas anatakiwa asalimishe silaha zake na ajisalimishe yeye. Mshirika wa pili wa vita atabaki kubaki kwenye eneo hilo na silaha zake. Halafu mkataba unasema kuwa atajiondoa kwa awamu. Hakuna tarehe. Hakuna tarehe yoyote imeainisha kuwa. Hakuna wanasema kuwa mkataba huu utapelekea kuanzishwa serikali ambayo itakusanya baadhi ya wataalamu wa Kipalestina kama wasimamizi kwa kusimamia miradi kama ya shule, mahospitali, mishahara, uendelezaji, masuala ya umeme, maji, yani hiyo serikali itaundwa. Lakini serikali hii itakuwa na msimamizi mkuu ambaye anatajwa huenda akawa Tony Blair, aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza, ambaye ulimwengu wa Kiarabu unamtazama kwenye jicho moja tu kuwa aliyefanya mauaji makubwa kabisa kuungana na Bush kule Iraq mwaka 2003 kumuondoa Saddam Hussein katika kile ambacho kilipikwa na Israeli kuwa kulikuwa kuna silaha za maangamizi. Watu zaidi ya 500 waliuawa. Blair anakuja kusimama hapa kama msimamizi baada ya kujiuzulu kutoka waziri mkuu 2007, akateuliwa kuwa mjumbe maalum wa Mashariki ya Kati 2007 mpaka 2015, takriban miaka 8. Akitazama walowezi wakiendeleza ujenzi wa makazi yao, anakuja kuwa msimamizi wa Gaza. Halafu mwenyekiti ambayo wa tume hii ambayo itaongoza Gaza atakuwa ni Donald Trump, ambaye ni mshirika kamili wa Israeli kwenye mgogoro. Sio, unaelewa? Mpango huu nilizungumza na nyinyi. Mpango huu ulianza toka kama miezi 2 iliyopita. Wakati mkutano ulipomkutanisha mkwe wa Donald Trump, Jared Kushner, ambaye ndio mwandishi wa mkataba unaoitwa Abraham Accord, ambao ulimuingiza Bahrain, Morocco na Imarati 2020. Jared alikwenda na mkataba ambao wa Palestina waliukataa, ulikuwa unaitwa mkataba wa karne. Mwaka 2020 ulikuwa na vifungu vingi vya hovyo sana ambao vilifichwa ndani, wakapewa Palestina, wakaukataa 2020. Huyo ni Jared. Mwingine aliyeshiriki kwenye huo mkutano ambao niliwaambia kuwa huu ni mkutano unahusu wa Palestina, lakini ndani yake hakuna Mpalestina hata mmoja kaalikwa, isipokuwa wanaoshiriki kwenye mkutano wote ni watu wanaofahamika kuwa ni wafuasi wa Kizayuni. Steve Witkoff alishiriki. Witkoff mnamfahamu. Wakati Ufaransa imesema tunaitambua Palestina, Steve Witkoff aliondoa Marekani kwenye mazungumzo ambayo yalikuwa tayari washirika wa Qatar wanasema tumefikia kwenye makubaliano. Akasema mimi naiondoa. Huyu ni Mzayuni, Steve Witkoff, ambaye alisimamia mazungumzo ya Januari 19. Hata Israeli walivyovunja makubaliano aliwashinikiza Hamas wakubaliane licha kuwa Israeli anavunja makubaliano. Huyo ni Steve Witkoff. Mkutano huo ulishirikishwa pia na Tony Blair, nimewatajia kazi yake iliyokuwa. Lakini mshirika mwingine wa 4 alikuwa ni Trump, ambaye mara zote anasema kuwa watu wa Gaza waondoke na wao waitengeneze Gaza iwe Riviera ambayo itakuwa ni sehemu ya kustarehe. Hawa 4 wote walishiriki katika hiki sasa ndio walichotuletea. Ndio maana nakwambia ukisoma yale makubaliano yote unapata kuwa zaidi ya 85% ya mkataba huu unaotajwa wa usitishaji wa vita, zaidi ya 85% umempa Israeli kikubwa, haujawapa lolote wa Palestina. Hakuna katika
maandishi haya yametaja vikosi vya IDF vitaondoka lini. Wakati kwenye mkutano wa UNGA, viongozi wengi waliokuwa kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa walizungumza kuhusu uwepo wa vikosi vya kimataifa kwenye ardhi ya Gaza ili waweze kusimamia masuala hayo. Nini kimeshindikana kupeleka vikosi vya Umoja wa Mataifa vikasimamie? Kwa nini kwenye mgogoro wa Israeli na Syria wa mwaka 70 wa kuanzia 67 mpaka 74 walivyosaini yale makubaliano vilipelekwa vikosi vya Umoja wa Mataifa, na Israeli kwa sababu alikuwa na uhasama na Syria akatakiwa kuondoka, na Syria alikuwa na uhasama na Israeli akatakiwa kuondoka, vikakaa vikosi vya UNIFIL. Mgogoro wa Lebanoni na Israeli, baada ya kufikia makubaliano Israeli alitakiwa aondoke wa mwaka 2006, vikawekwa vikosi vya kimataifa ambavyo viliendelea kulinda pale kwenye mpaka wa Lebanon na Israeli. Kwa nini kwa Palestina ambapo Israel na IDF wana mgogoro na Hamas na wa Palestina, anatakiwa Israeli baada ya makubaliano abaki kuwalinda na silaha zake, hali ya kuwa yeye ndio aliyoyasababisha haya, yeye ndio amefanya mauaji, yeye ndio adui wao, aendelee kuwalinda? Kwa nini vikosi vya kimataifa visiende kulinda hapa na Israeli ndio asimamie hapa? Umeona ukakasi wa huu mpango? Mkakasi wa huu mpango, kwa nini Israeli abaki kucontrol misaada inayoingia Gaza, hali ya kuwa Israeli kuanzia mwanzo alivunja? Kwa nini jukumu la kuingiza misaada lisirudishwe 100% kwa vikosi vya kwa mashirika ya Umoja wa Mataifa, ibaki kwenye mikono ya Israeli? Manake atawapa kile anachokitaka yeye. Sasa ukitazama kwa jicho au ukitazama kwa macho mengine, unaweza ukahisi kama kuwa labda kuna kitu fulani ambacho kiko sawa, lakini kiuhalisia kuwa mkataba huu umebeba ulaghai mwingi sana. Na lengo la mkataba huu nitakwambia. Mkutano wa UNGA 80 ulibadilisha mwelekeo wa ulimwengu kisiasa, kijiografia, lakini kiusaidizi. Ulimwengu ulikuwa umehamia upande wa Palestina. Na mchakato ulioanzishwa kutoka kwenye mkutano wa UNGA 79 ambao jukumu lake alipewa Ufaransa na Saudi Arabia kuratibu uwepo wa taifa la Palestina hapo baadaye, ni kuwa Israeli kwa akili nyingi, huu mkataba umeandaliwa na Israeli, Marekani ni msemaji tu. Yani usione, yani uweze ukaambiwa eti Netanyahu alikuwa hajui kuhusu mkataba, na ndio maana alizungumza kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa kuwa wao wataendeleza vita mpaka watimize malengo yao. Halafu anaitwa ndani ya saa 72 na Trump, njoo kae hapa upitie, sisi tumekipitisha hiki hapa. Anakubaliana na maazimio yote 21, kwa sababu haya maazimio yote 21 yalishavuja kabla ya mkutano wa Netanyahu na Trump, kabla ya kukutana. Yani Netanyahu amekubaliana nayo 100% bila kubadilisha kitu. Inawezekana wapi? Yani hakuona cha kupunguza wala kuzidisha, kaona kila kitu kiko sawa. Hiyo haiwezekani. Maana yake ingekuwa hajashirikishwa kuanzia awali, angetoa baadhi ya vifungu. Kwa nini vifungu vyote vilivyopo vimekuwa upande wa Israeli na Israeli hakushirikishwa? Unaweza kuona kuwajibu kuwa Israeli alishiriki, isipokuwa sasa inaonekana kama ni Marekani ndio ameshiriki, lakini kiuhalisia wao wameshiriki kwa pamoja katika makubaliano haya. Sasa haya makubaliano ndio yanatakiwa yawe yatekelezwe. Ni mtego mkubwa sana kwa Hamas na ni mtego mkubwa sana. Nilikuwa nakusudia kukuambia kuwa kuletwa kwa makubaliano haya ni lengo moja tu, kwenda kuzima zile harakati zilikuwa zimeanzishwa na ulimwengu baada ya Ufaransa, Canada, Uingereza, Australia kuonekana wako kwenye kambi moja, na ile kambi ya upande wa pili ambayo ilikuwa ina mchakato wa Palestina ndio ilikuwa njia sahihi ambayo imeratibiwa na Umoja wa Mataifa kuanzia zamani. Hii tunayopita ya utashi wa Trump sio njia halisi. Haya walioleta Trump kwenye meza sio halisi. Ni vitu ambavyo ima vitekelezwe au visitekelezwe, hakuna uwajibikaji. Kwa sababu tunayo makubaliano ya kisheria ya mwaka 1993 yaliyoanzisha kitu kinaitwa Oslo Accord chini ya Bill Clinton, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin. Yalitupwa na Marekani hakujali, hakuwahi kusimamia. Sasa miaka mitatu ya Donald Trump, ukiangalia huu mpango na miaka mitatu ya Donald Trump, hautekelezeki. Pale wanaposema vikosi vya Israeli vitajiondoa, hakuna dakika wala muda wala wakati. Na jinsi ilivyo, vikosi vya Israeli havitaondoka mpaka Trump anamaliza madaraka yake, kuwa haviwezi katika kipindi cha miaka mitatu. Kwa nini vikosi vya Israeli vibaki Gaza katika haya? Kama maandishi haya yangeandika kuwa Hamas watasalimisha silaha, sawa. Watajiondoa baadhi, sawa, nakubaliana navyo. Halafu vikosi vya Israel IDF vitaondoka kabisa na vikasimamia vikosi vya kimataifa ambavyo vitaongoza bila kuingiliwa kwa namna yote na Israel na washirika wengine. Ningewaambia Hamas kubalini kabisa, sina shaka na hayo makubaliano, lakini wana uamuzi wao kukubali kukataa ikiwa wanaona wanaweza kukubali. Lakini
Kwangu mimi haya makubaliano ni yanakwenda kupiga mstari kufuta uwepo wa taifa la Palestina, ambalo kwa spidi ya sasa lilikuwa limeanza kushika kasi na tayari ulimwengu ulikuwa unazungumzia kuhusu hilo. Lakini sasa hivi ulimwengu wote unaondoka kwenye maazimio ya kisheria ya Umoja wa Mataifa ambayo nimesema kuwa hakuna azimio lilitoka, wamekwenda kwenye utashi wa rais aliye madarakani Marekani kuwa yeye anataka kiwe hivi. Ndio ulimwengu umehamia huko. Lakini kiuhalisia hivi vitu sio halisi. Hivi vitu ni vya utashi ambavyo havilindwi na sheria yoyote ya kimataifa wala uwajibikaji wowote. Israeli hawezi kuwajibika kwa namna yoyote kwa sababu hakuna sheria ambayo imemtaja kuwa Israeli itamfunga kama hatotekeleza haya. Sasa analazimishwa na kipi? Ataondoa vipi mpango wake wa kuichukua Gaza hali ya kuwa serikali alionao ni serikali ya mrengo wa kulia ambayo lengo lao ni kuichukua Gaza? Ataondoa kwa lipi? Jamani, hata nikieleza kwa saa 2 bado sitomaliza nini nataka kukizungumza. Imetosha tu kukuonyesha kuwa nimetaka kuzungumza haya, kuwa mkataba ulioletwa kwenye meza ni moja ya mikataba ya kilaghai sana. Mkataba uliofichwa, mkataba uliomezwa kwa lengo moja tu la kufuta kabisa uwepo wa taifa la Palestina. Mpira upo kwa Hamas, wataamua wanataka nini. Asanteni.